Safi, umenitengenezea muktadha mzuri sana wa hili. Naomba niwasomee kitu hapa. Ndio. Tunamwambia mama, huyu mtu wake aliyemtuma anatuchokonoa. Anaitwa nani? Pochacha. Atachacha kweli. Nimeona amekaa pale na shati lake la ubatizo, ametoa ahadi ya milioni 60 kwa wachezaji wa Tabora. Sijui kwa kile kikao kama hata chai wamekunywa. Sasa hii ni sehemu ya kauli ambayo imetolewa na afisa habari wa Young Africans kwenda kwa mkuu wa mkoa wa Tabora. Mwakilishi wa mama kwenye mkoa ndio anakuja hapo kwenye kutafsiri mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa ni nani? Huyu ni mteule wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huyu mteule, rais huyu ameapa kuilinda na kuisimamia katiba ya nchi ipasavyo, kuhakikisha wananchi wake wanaishi kwenye misingi ya taratibu na sheria. Huyu mkuu wa mkoa ndiye mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama katika mkoa husika. Maana yake ni kwamba ripoti zote za kiusalama katika mkoa husika zinaenda kwake. Nilisema hivi, hata RPC wa mkoa anapiga saluti kwa mkuu, maana yake anapokea oda. Nikasema huyu bwana ndiye ambaye ni mtendaji mkuu wa serikali katika mkoa husika. Lakini pia huyu ni mlezi wa kikosi cha Tabora. So niulize swali, Pochacha alikuwa na kosa gani kuahidi wale wachezaji milioni 60 kiasi cha kutamka maneno kama haya? Sumeela. Sasa mara baada ya kutamka maneno haya, wadau ambao ni watu wazima wakamwambia bana, Ally Kamwe umekosea, akiwemo msemaji wa Tabora United, akampa masaa 24. Ijapokuwa masaa 24 aliyotoa Christina Mwagara, of course hata mimi naweza sema kweli ilikuwa ni kama kichekesho, kwa sababu ilikuwa ni personal. Kama ingekuwa kweli wanataka aombe radhi, ilibidi waandike taarifa kwa umma, watoe taarifa kama taarifa kwamba ni msimamo wa Tabora. Ila yeye ndo alisema namtaka aombe radhi kwenye hili. Maana yake wewe ndo unataka sasa, sio club. Sasa wewe kama unataka, na uhakika wa kukudharau, nina uhakika wa kusema staki na vitu kama hivyo. So umeelewa? Yeye ndo alikuwa anataka. Mwisho siku kilichotokea pale uwanjani kusalimiana, hiyo ilikuwa ni kabla ya matokeo. Baada ya matokeo, mimi na wewe hatujui Ally Kamwe aliendelea kuongea nini ambacho kiko behind the scene. Sio kila kitu ambacho unakumbuka. Kwa mfano kama sakata la Manara, kwani nani alikuwepo akampa mic tusikie alichokisema? Lakini wale walikuwepo pale wakaona huyu bwana anakosea, anahitaji kuadhibiwa. Sumeelewa? So hatujui ni nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Lakini kuna baadhi ya maneno ambayo kwangu mimi naweza sema kiburi, jeuri, ufedhuri, ubandidu, siambiliki, mtanifanya nini? Ndio ambayo imemfikisha Ally Shabani Kamwe hapa. Na nimeona pia udhibitisho wa RPC wa mkoa, ambapo yeye amedhibitisha kukamatwa kwa Ally Kamwe. Umeelewa? Yaani mkuu wa mkoa mwenyewe RPC. Yeye amedhibitisha kukamatwa kwa Ally Kamwe, na amesema sababu ya kukamatwa kwa Ally Kamwe ni kwa sababu ya kutoa kauli chafu kwa viongozi wa serikali. Kwa jana saa 7:30 ndio jamaa amekamatwa, amelala kwenye kaju. Saa 7 usiku. Usiku manane. Mbona una celebrate huko? So akakamatwa. So mwisho wa siku nilikupitisheni kwenye kanuni ya 46 inazungumzia udhibiti wa viongozi. Nikasema hata kanuni zetu za Ligi Kuu Tanzania Bara azimruhusu kiongozi yoyote kutoa kauli, matamshi yenye matusi, yenye kukejeli kiongozi yoyote, awe ni wa TFF, awe ni mwamuzi, awe ni wa bodi ya ligi, awe ni wa FA, na kanuni ikaenda mbali hata wa serikali. Kanuni ndio inasema hata wa serikali asitolewe kauli ya namna hiyo. Kwa hiyo kanyasi. Naomba nimalize. Na ikithibitika umetoa kauli yenye kukejeli, yenye kudhalilisha, maana yake consequences zake ni kupigwa faini ya milioni 1 ama ufungiwe miezi 3. Sasa kama polisi wenyewe wamemkamata, wamemtia ndani,
tangu saa 7 na dakika 30 jana mpaka leo yuko ndani anaendelea kuhojiwa. Kwa sababu gani ametoa makauli kama nani kamtuma? Umeelewa? Maana yake ni kwamba anatarajia na bodi ya ligi kuu Tanzania bara wafanye kazi yao. Kitu kibaya zaidi ni kwamba sasa hivi Young Africans ndio wahubiri wakubwa wa matumizi ya kanuni. Kwa sasa bodi ya ligi hapa ndio wanasema umekuja upande wetu kijana. Si mnataka kanuni? Miezi 3 kama tulia kwanza. Tunakupiga faini ya kukufungia miezi 3 ili ujifunze. Na hapa Bongo kinyamaza hata wiki wanakusahau. Sasa tutajua nguvu yake ni ipi kwenye hilo mara baada ya kufungiwa. So kwa hiyo haya yote yanayoendelea, ameshtakiwa huku kwenye amekamatwa na polisi sio kwa sababu za kimpira. Yani wao maswali yenu ya mpira hayatuhusu. Wao wamemkamata kwa sababu ya kauli zake. Mpira wako na furaha zako zisikusababishe udhalilishe kiongozi fulani. Kuna viongozi hapa kwenye nchi ni Simba kindakindaki ama ni Yanga kindakindaki, hawajawahi kutolea lugha ya namna hiyo. Huwezi ukasema hivi kwa mkuu wa mkoa Sheikh. Hata jana nilikuwa nakwambia hiki kitu ni wrong, na hata wale ambao wanatufuatilia kwenye digital platform zetu tulisema huyu jamaa kwenye kosa hili alilofanya anaweza kufungiwa. So tayari watu wa polisi wameshaanza kusemana naye. Sasa kwa sababu kipolisi unajua wanakuoji, wakisha kuoji wanaangalia kama kuna kesi ya kujibu, wanakupeleka mahakamani. Kule upelekwi kama kiongozi wa mpira, unapelekwa kama raia. Pale amekamatwa Ali Shaban kama raia wa Tanzania ambaye amefanya kosa la kumdhalilisha kiongozi wa nchi. Kwa hiyo ataadhibiwa kama raia. Masuala ya kuadhibiwa kimpira tukutane bodi ya ligi. Ndio maana kuna mtu kama Saif Blatter kama Jamal Malinzi, yeye alikuwa na kasi, alikuwa na shida zake za kinchi, alafu alikuwa na masuala yake ya kimpira. Alikamatwa wapi? Si kwenye masuala ya mpira So huku alikamatwa kwenye issue zake za kinchi, akaadhibiwa na mpira ukamwadhibu kivyake. Ndicho ambacho kimetokea kwa Ally Kamwe.